Niseme tu jambo moja, huwa napenda ukweli, kwa sababu Kigoma sio mbali. Swala la kuja hapa ni jambo jepesi, na kama mtachelewesha mkataba tutafuata sheria inasema nini, tutawakata kwa mujibu wa sheria. Nafikiri mnajua, kwa kuwa mmejikomiti wenyewe, na ndio maana nimemuuliza huyu mtu wa serikali, nimemuuliza na mkandarasi. Endapo mtazembea tutaanza kuwakata, kwa sababu maeneo mengi wakandarasi wanazembea kufanya kazi, hawamalizi kwa muda, wananchi wanasubiri huduma. Watu wanachotaka sio kuona haya majengo hapa, wanahitaji waingie waanze kufanya biashara. Kwa mradi lazima ukamilike kwa wakati. Na jambo lingine ni kuombe mwenyekiti wa mkoa, kamati ya siasa ikague hii miradi mara kwa mara kama ambavyo mnafanya, ili huduma hapa zianze. Miradi hii ina tija kubwa. Sasa hatuwezi tukakaa hapa tukacheka na wakandarasi wakasema kesho naomba extension, kesho kutwa naomba extension, Mtondogoo naomba extension. Hiyo hatutaruhusu. Wanakuaga hawapo, wakija kukaguliwa wanakuaga hawapo, wanaacha mafundi au vibarua. Mmemsikia mheshimiwa mbunge anasema hampo, na mtaalamu wa serikali, kazi yako wewe ni kulinda maslahi ya serikali, sio ya mkandarasi. Ndio maana uko hapa. Sasa simama imara, kazi ifanyike. Muda uliobaki ni mdogo, ni takriban mwezi mmoja. Tunaomba kazi iwe imeisha, kama ambavyo nyinyi wenyewe mmejikomiti na mmesema kwa kazi zilizobaki ni finishing, kwamba mtakamilisha. Lakini jambo la pili, ubora wa kazi uendane na thamani ya fedha. Tusije tukajenga leo soko, kesho tunaanza kuona linabomoka, tutakukamata kwa mujibu wa utaratibu. Maana yake kodi hapa zitakuwa zimepotea. Mwingine anaweza kusema chama kitamkamataje? Sisi ndio wenye ilani, tutaelekeza mamlaka za serikali zichukue hatua. Lakini jambo lingine sasa, kwa chama na serikali, mradi unapokamilika, zamani hapa palikuwa na soko, haki itendeke. Sio itokee watu wapya wanakuja kumiliki vibanda hapa wakati waliokutwa hapa wamepoteza vibanda vyao. Hili jambo chama hatutakubali. Kwa hiyo haki katika ugawaji wa vibanda. Na mimi niombe kwa heshima, sisi viongozi wa chama na serikali hatuna sababu ya kuja hapa. Tuache watu wapewe, kama vitabaki basi sasa na sisi tufuate utaratibu.